Ukiangalia level alionayo Mpanzu kwa sasa, amewaacha mbali sana wenzake, mbali sana. Ukiangalia mechi ya Simba dhidi ya na Al-Masry ya Dar es Salaam, sawa, tuliangalia wote, bila uwezo binafsi wa Elie Mpanzu ndio ukaenda kubadilisha kila kitu. Kwa hiyo haikuhitaji timu. Fika hatua Al-Masry wakablock kila sehemu, wakazuia njia, Simba kwa hawezi kufika, kwa wako wengi, lakini mtu mmoja tu kwa talent alionayo akaweza kufanya kitu. Hiyo kitu unaweza kuiona kwa Chama, unaweza kuiona kwa Anania Azizi, unaweza kuona kwa Pacome, unaona ni watu ambao wanaweza wakaofa hiyo kitu. So unaelewa, lakini swala la kufunga magoli yategemeana upo kwenye timu ya namna gani. Nilishazungumza huko nyuma na watu hawakunielewa, na sasa hivi ndio wataweza kunielewa. Alipokuja hakuwa kwenye bora ambao yuko nao sasa, lakini watu wako wana haraka ya kutaka kumfanya bora kama alivyo sasa. Nikasema no, kwa watu walipofika mechi za awali bado alikuwa na mapungufu mengi kama mchezaji. Fitness level yake haikuwa vizuri, confidence haikuwa vizuri, na siku zote mchezaji akitoka sehemu kubwa akifika sehemu wanakuwa na pressure ya kutaka kuprove kwa haraka. Ndio ambacho kinamtokea hata mchezaji wa Yanga wale msajili nani Jonathan Ikengalombo, the same issue, kwa sababu unakuja watu wamekuchukua, unataka uweze kuprove kwa haraka, wakati mwingine mazingira, pattern, mahusiano ya kiwanjani yanaweza kukukataa. Kwa hiyo kile katika siku za karibuni tumeweza kuona Mpanzu ameanza kurudi katika ubora ambao pengine uliwashawishi Simba kuweza kumsajili. Amekuwa akifanya vitu vingi vikubwa, na bila kuficha anaweza kusema ndio roho ya klabu ya Simba. Yaani sasa hizo unapoizungumzia Simba kuweza kupata matokeo katika mazingira yote, huwezi kuacha kumzungumzia Mpanzu. Kwa hiyo nafikiri ndio mchezaji hatari na wa kuchungwa, kwa sababu anafanya vitu vyote viwili. Kwanza anatengeneza mashambulizi, ana uwezo wa kufunga, lakini ana uwezo wa kuhamisha walinzi kutoka kwenye nafasi zao za asili na kutengeneza space ambazo watu wengine waweza kuzitumia. Na kama angepata partnership nzuri na wanaomzunguka, kwa maana ya Chazawa, kwa maana ya Kibu au hata Mukwala, pengine muda huu angekuwa na threat kubwa. Kwa nafikiri ndio silaha kubwa Simba ambayo wanategemea katika hatua hii, lakini pia hata katika mbio zao za ubingwa katika ligi soka Zanzibar. Tuseme usajili wa Mpanzu sasa umelipa. Kwa sasa hivi uwezo ukasema umelipa. Uwezo ukasema umelipa kwa sababu bado Simba kuna ulichoachieve. Si unanielewa? Yaani kulipa ni tafsiri pana. Simba amekosa ubingwa misimu 3 mfululizo. Kwa hiyo Mpanzu akiwasaidia kurudisha ubingwa ambao walikuwa wanautafuta, hapo atasema nini usajili wao umelipa. Sawa, Simba bado yupo kwenye michuano, ameingia nusu finali. Simba akifika nusu finali na akafika finali na akaweza kuchukua pengine ile kombe la shirikisho, utasema usajili wa Mpanzu umelipeleka. Kwa sasa anaendelea kutumikia majukumu yake ambayo anakwenda kutoa afueni kwa Mwalimu Fadu na kufanya aweze kuwa na kitu cha ziada cha kutegemea pale ambako mbinu zake zinakuwa zimegoma.